Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaelekeza waajiri wote kuweka katika mipango na bajeti kulipa madeni ya wafanyakazi, na kwamba madai yao si swala la utashi binafsi. Sionekane kwamba huyu bana amelipwa madeni yake kwa sababu wanazungumza vizuri na mkurugenzi. Hakuna kitu kama hicho. Hili si swala la utashi binafsi, bali ni matakwa ya kisheria. Kwa hiyo nawaelekeza waajiri mshirikiane na vyama vya wafanyakazi kuhuisha orodha ya madai ya watumishi, yakiwemo ya uhamisho, likizo, matibabu, kukaimu, kujikimu ajira mpya, malimbikizo ya mshahara kwa wafanyakazi walioondolewa kimakosa kazini na kurudishwa mwaka 17-18 na wastaafu kurudishwa makwao, na kuiwasilisha katika ofisi yangu taarifa hii. Waajiri kutokupeleka michango kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ni miongoni mwa changamoto zingine ambazo nimepokea. Kama mlivyoeleza kwenye risala yenu, uzoefu unaonesha kuwa pale ambapo mwajiri anakuwa dhaifu na mfuko kwa upande mwingine kutotekeleza wajibu wake, ndipo hutokea mapungufu haya ya kutokuwasilisha kwa michango ya wafanyakazi kwenye mifuko. Hata hivyo, kwa watumishi wa umma serikalini kupitia mfumo wa malipo ya mishahara imechukua hatua ambapo kwa sasa makato haya kukatwa moja kwa moja na hazina na kuwasilishwa kwenye mifuko ya hifadhi. Serikali imechukua hatua kwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya mifuko ya hifadhi, ambapo kwa sasa michango iliyokatwa kwenye mishahara ya watumishi ni ile isiyowasilishwa na waajiri itahesabika kuwa iliwasilishwa na mtumishi hata adhibiwa kwa kosa la mwajiri. Ndugu zangu, kauli mbiu ya leo inasema sherehe za mwaka huu zinaadhimishwa chini ya kauli mbiu isemayo uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi, sote tushiriki. Uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi, sote tushiriki. Lengo la kauli mbiu hii ni kuendelea kuhamasishana wafanyakazi wote nchini na watu wa kada zingine ambao tuna uwezo wa kushiriki katika uchaguzi, kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Uchaguzi kama mnavyofahamu ambao unahusisha uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uchaguzi wa bunge na uchaguzi wa madiwani. Kwa sauti hiyo mahususi kwa wafanyakazi wote, nami nishajihishe kwa kusema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2023 wa amani na utulivu. Ndugu zangu wafanyakazi, imani ya serikali ni kwamba kwa mnasaba wa kauli hizi mbili, uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika utakuwa ni fursa muhimu ya kufanya maamuzi na kuchagua viongozi bora wanaojali maslahi ya wafanyakazi, na hilo linategemea kujitokeza na kushiriki kwenu kutimiza wajibu wenu.